الله إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنه جل جلاله. يا رب بك نستعين، يا رب بك نتوكل ونرجو السعادة والوقار. أنزل على قلوبنا وفي أجسامنا الوقار يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani, si mwingine bali ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mara nyingi tumekuwa tukisema hatukumbwa sisi wanadamu. Lengo na hikma ya kuumbwa sisi wanadamu ni kushikamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama Mwenyezi Mungu alivyotuamuru ndani ya Qur'ani yake takatifu pale alipoanza kwa kusema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ndugu zangu Waislamu, baada ya utangulizi huo, anwani ya hutuba yetu ya leo itakuwa kama ifuatavyo. Tujitathmini, je, funga imetufikisha kwenye kilele cha uchamungu? Wewe na mimi tujitathmini kwa funga hii tuliyoifunga, imetufikisha kwenye kilele cha uchamungu? Ndugu zangu Waislamu, muda wetu ni mdogo mno, lakini ni mada nyeti sana. Tutakwenda kwa uchache wa muda wetu kidogo, hivyo tutakachokipata ndicho hicho. Ndugu zangu Waislamu, tunachukua nukulu ndani ya Qur'ani takatifu pale aliposema Mwenyezi Mungu katika surat Al-Baqara 183, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwisho wa kunukul. Maana ya aya hii, Mwenyezi Mungu anatuita, anasema, enyi mlemwamini Mwenyezi Mungu, tumewajibikiwa kufunga mwezi wa Ramadhani kama walivyowajibikiwa kufunga wale waliotangulia, ili tuwe wacha Mungu. Kuna mambo mengi sana kwenye aya hii. Ni aya maarufu na imetafsiriwa sana. Lakini kuna mambo mengi sana kwenye aya hii. Kwa uchache wa muda wetu tuguse kidogo. Mwenyezi Mungu ametufaradhishia funga kama walivyofaradhishiwa wale waliotangulia ili tuwe. Je, kufunga kunamfikisha mfungaji kwenye uchamungu? Swali la kwanza. Swali la pili, kwa nini Mwenyezi Mungu ametumia lugha ya kutiba, akutumia neno ya ujiba ama furidha? Sote tunajua kidogo lugha hii ya Kiarabu. Neno kataba ina maana ya kuandika. Sasa iweje maana halisi ya kuandika ije kwenye maana ya ulazima wa funga? Pili. Tatu, kuna uhusiano gani kati ya uchamungu na funga? Nne, funga ni ya nani? Tano, anayefunga anajifungia mwenyewe ama anafunga anamfungia Mwenyezi Mungu ampe thawabu? Ndugu zangu Waislamu,
Nimesema ni aya tunaisoma sana, lakini kwa uchache wa muda tutakwenda kugusa kidogo. Tunasema funga, kwa lugha ya Kiarabu tunasema as-saumu ama siyamu, yote inakubalika. Ifunga maana yake ni kukaa bila kula. Kwenye uhalisia wa mtu aliyekaa bila kula, tunasema huyu ameshinda na njaa ama ajala, ndicho Kiswahili chetu. Yaani mtu asiyekula ni yule ambaye hakupata chakula cha kukila. Huyu hakula, aidha asubuhi mpaka jioni, ameshinda na njaa. Lakini kwenye mwezi huu na funga hii tunasema funga, ikiwa na maana ya saumu wa siyam. Atusemi kashinda na njaa, amefunga. Funga kwa maana amejizuia kula na kunywa na vitu vingine. Sasa falsafa iko wapi? Huyu aliyekaa bila kula tunasema ameshinda na njaa. Huyu aliyekaa bila kula kwa niaba ama kwa lengo la kufunga tunasema amefunga. Kwani matendo yanatofautiana? Jibu hapana. Aliyefunga maana yake amejizuia kula na kunywa. Huyu aliyeacha kula maana yake amekosa cha kukila, ndio maana akashindwa kula, ikawa ameshinda hivyo, tukamuita ameshinda na njaa. Huyu haambiwi hivyo, anaambiwa yuko kwenye funga, asili ya funga, kwa maana cha kukila kipo, cha kukinywa kipo, chochote kipo, lakini falsafa ya siyam imekufanya wewe usiyatende haya, pamoja kuwa uwezo wa kuyafanya unayo. Sasa hii haitu umeshinda na njaa. Hii inaitwa ni asiyamu ama funga. Sijui kidogo nimeeleweka kidogo, sijui. Lakini nilitamani nisimame sana hapa, lakini muda hauturuhusu. Sasa hekima yake nikiacha kuanza kudadavua huko na kukompea huko na huko na kule. Hekima yake ni nini? Moja tu. Pale mtu chakula anacho, kinywaji anacho, mke wake mzuri aliyempenda kamuoa naye, na mengine mengi ya kuyafanya ambayo yamekatazwa mchana wa Ramadhani yapo. Imani imemsukuma kuyaacha haya, hakuna yeyote anayeyajua bali nafsi yake yeye na Mwenyezi Mungu. Lakini shahada pekee ni pale alipotamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah. Nembo lishakaa kwenye moyo wake. Chochote akifanyacho lazima kiende na la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Tukirudi kwenye la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah imemtaka kwenye kipindi hiki, pamoja kuwa cha kukila nacho, cha kukinywa nacho, basi aachane nacho. Wakati unaacha, una uwezo wa kukila, hata fulani asijue kama umekula. Una uwezo wa kunywa, hata mkeo asijue kama umekunywa. Lakini anayejua kama wewe umekunywa na kula ni nani? Kwa uzito huo, Mungu akasema funga ni yake. Mwenyezi Mungu aliposema funga ni yake, haina maana swala sio yake. Pamoja kuwa unaswali wewe, pamoja kuwa fungo na funga wewe, maana yake imeonyesha insistence, taakida ya funga katika nafsi ya mwanadamu anapokuwa amekiacha chake cha halali kwa sababu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ikiwa umefikia hapo, umekiacha chako cha halali, umeviacha vyako vya halali kwa sababu ya hili, na anayekuona na kukulipa ni huyo. Sasa nenda kwenye matukio, nenda kwenye nihaya tu esaumia, inakufikisha wapi? Maana yake Mungu anataka akupe darasa zito sana na kubwa sana. Mwanadamu siku zote anapokuwa ameishi katika maisha fulani, uishi kuwa yuko kwenye raha ya pekee. Atakiambiwa na mtu mwingine kuna 1 2 3, umbeza na kumwambia huyu hataki kufanya kazi, huyu ana 1 2 3, kwa sababu yeye yuko sehemu fulani. Nitakupa mfano mdogo wa hili. Hebu angalia ibada ya kwenda hija. Ibada ya hija
anakwenda hija rais akiwa Muislamu, anakwenda hija asiyekuwa rais akiwa ni Muislamu, lakini wakifika pale rais havai suti wala havai nguo maalum kwa sababu ni rais, wote watavaa ihram. Hata kama yeye ni rais analindwa na kadha wa kadha. Falsafa yake ya kuvaa ile, kila mmoja asome taswira na mazingira ya kuwa ipo siku moja atakuja kuvishwa vazi kama hili. Na ndio maana kila anayekufa katika sisi akiwa Muislamu, awe rais asiwe rais, atawekwa kwenye sanda ambayo thamani yake haifikii $100,000. Wakati ndani ya nyumba yake ana nguo zenye thamani hata $1,000,000, lakini siku ya kuzikwa anavishwa nguo yenye thamani haizidi $100,000, pamoja na cheo chake na mazingira yake. Kule hija anapewa darasa ya kuwa ipo siku moja utavaa mavazi haya pamoja na cheo chako ulichokuwa nacho, lakini ipo siku utayavaa mavazi wakati unaiaga dunia na kuachana na dunia. Asome taswira ile. Sasa funga nayo inakuja kukupa taswira, kile kitendo cha kuwa chakula pale ambapo anapokuja Muislamu mwenzi wako. Lakini hata kama sio Muislamu, kakwambia mimi sijala na 1 2 3, uonje na uhisi kuwa ladha ya kukaa bila kula inakuwa 1 2 3. Kwa hiki nilichokuwa nacho acha nimsaidie. Kwa msingi huo tunatamani na tunatarajia wote sisi tumefunga, tumechukua dhamana hiyo kwa sababu ya imani yetu na mfumo wa dini yetu, tunataka hivyo, na sisi sote ni Waislamu. Tukitoka kwenye kiwanda hiki tubadilike kwa 99%. Ndugu zangu Waislamu, unapoacha hivi vyako kwa kufunga, kumfungia Mwenyezi Mungu na wewe pia, ili Mungu akuweke mahala pazuri. Kuna watu wana uwezo wa kufunga na ana uwezo wa kipato, lakini anaona yeye kwake kufungwa anaonewa. Na ana haki kabisa ya kufunga. Kwa nini aache chake cha halali? Kwa nini amwache mke wake? Kwa nini aache kadha wa kadha? Lakini leo mpaka sasa hivi pengine anajuta, anasema kwa nini sikufunga, pamoja kuwa aliamua kula. Lakini majuto haya kwake ni madogo sana, kama pale atakapofikishwa katika mahshar Allah, alafu akaulizwa kwa nini ukufungwa wakati uwezo ulikuwa nao. Ndugu zangu Waislamu, ifunga kwa sababu tumeacha kwa imani yetu wenyewe, wala hakuna hata mmoja aliyeshikiwa kisu. Na ikafikia mahalo kamuumiza mwanao na familia yako, ifunge kwa sababu wana uwezo wa kufunga, kwa sababu dini yetu imetutaka tuyafanye hayo. Hivyo hivyo tutumie fursa hii vizuri sana, kama alivyotuhimiza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale alipokuwa anapanda ngazi ya kwanza, akienda kwenye mimbari kama hii. Alipopanda ngazi ya kwanza akaitikia akasema amin. Alipokwenda ngazi ya pili pia akasema amin. Alipokwenda ngazi ya tatu pia akasema amin. Wakati anasema amin, masahaba anashangaa, Mtume anaitikia amin, ni dua ipi inayosoma yeye anaitikia amin? Kumbe alikuwa na mwalimu wake Jibril. Akamwambia akasema, raghima anfu man adraka ramadhana wa lam yughfar la, amepata hasara yule aliyeudiriki mwezi wa Ramadhani alafu ikawa hakusamehewa madhambi yake. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika sisi ana madhambi makubwa na madogo. Hii ndio fursa. Kama ulichelewa, bado hujachelewa. Ukiwa ndani ya funga, mlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa makosa tuliyomkosea Mwenyezi Mungu, ili aweze kutusamehe. Tusio miongoni mwa watu waliopata hasara. Umo ndani ya funga lakini bado unaendeleza hasara. Sasa wakati Jibril anamwambia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepata hasara yule aliyeudiriki mwezi wa Ramadhani, ikawa kusamehewa, akamwambia sema amin. Mtume akasema amin. Wewe na mimi leo tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tujiangalie na kujitathmini tukiwa tuko ndani ya funga. Je, tumeitendea haki kidhati funga ili haya madhambi yetu Mwenyezi Mungu atusamehe? Lakini tukiachana na hayo, tuziangalie nafsi zetu kwa kipindi chote hiki tulichofunga.
tumepanda daraja angalau kidogo. Kila mmoja anajua nafsi yake, kila mmoja. Wala ina haja ya kwenda kwa mganga akapiga ramli, funga yako wewe imekufikisha wapi. Utaanza kuiangalia nafsi yako, alafu utaona kweli funga imenipandisha daraja. Lakini kama utabaki pale pale, funga imepita imekuwa habaa manthura, maana yake ulichokifunga hujakitendea haki. Na ndio maana wapo baadhi ya watu pamoja na funga yao ama na funga zao, lakini bado wameazimia siku ya Eid waende wakamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapo. Aidha ni watoto wetu, ama ni wake zetu, ama ni sisi wenyewe. Tumeweka hayo kwa lengo la kufurahi katika sehemu za kumuasi Mwenyezi Mungu. Pamoja kwa ulikuwa ndani ya funga ya siku 29 ama 30, ukimlilia Mwenyezi Mungu unakwenda kuharibu haya mema yote na mazuri haya kwa siku moja, kwa azima yako ndio fursa ya kumuasi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, anasema kule mtume wetu Muhammad akawa anatangaza akasema, ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi shar adbir ama aqsir. Alianza na nida. Anajua nafasi ya Muislamu, anajua nafasi ya mu'min. Ndugu zangu Waislamu, vinapokuja vyombo vya kuitia viko 8. Mtu aliyekuwa karibu uwezo ukasema kama Mwenyezi Mungu alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu. Nidaa inapoanza na ya, inamuita mtu aliyekuwa wa mbali, sio wa karibu. Mtu wa karibu huwezi kuanza na ya. Sasa ikiwa sisi Waislamu pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo karibu na Mwenyezi Mungu kwa matendo yetu na ibada zetu tuzifanyazo, kwa nini Mwenyezi Mungu atumie ya? Na kwa nini hapa mtume atumie ya? Maana yake ni sharafu. Wanaita wataalamu wa lugha tanzilul qaribi ama tanzilul baidi manzilatal qaribi, kana kwamba wewe wa mbali uko karibu, anakupa heshima na taadhima. Akipaza sauti ili ugeuke umsikilize, kana kwamba uko mbali kumbe uko karibu, ili kinachokuja baada yake ukizingatie. Na hiyo ndio asili. Hata mtu anapomsemeza mtu jambo ambalo liko serious, aidha atapaza sauti, kama ni kukemea lazima atamkemea. Sasa akasema, ya baghi alkhairi, mwenye kutafuta kheri, itafute na ifanye kheri hiyo. Sote ni watafuta kheri, sote ni watafuta rajaa kwa Mwenyezi Mungu. Tuitafute kidhati kheri ya Mwenyezi Mungu kwa faida ya nafsi zetu wenyewe. Lakini pia akasema, na ewe mwenye kufanya mabaya, hata kama hujafanya ama ulifanya ama unaazimia kufanya, basi acha kuyafanya hayo. Ndugu zangu Waislamu, mmoja wanasema faida ya mwezi huu, yeyote aliazimia kufanya maasi akiacha andikiwi 3, anaandikiwa 10. Kama ilivyokuwa mtu anakusudia kufanya la kheri, akilifanya anaandikiwa 10 automatically, inakwenda kwenye 100 mpaka 1000, haiendi kwenye 1 kwa 3 kama miezi mingine. Hiyo ikiwa umeazimia na ukafanya. Wabitali ikiwa hata kama umeacha lakini una azima ya jambo zuri, pia unaandikiwa. Angalia Mwenyezi Mungu anavyotupenda. Ndugu zangu Waislamu, tumesema muda wetu ni mdogo, na nilikuwa ninacheza pale pale tu. Kuna maswali 5 si 6 nijiuliza kule, lakini nikiwa kwenye la kwanza, na pale niliposema kutiba niliiweka tu kisakalabagala, sikuitendea haki. Cha msingi na cha muhimu, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, na funga yetu tuliyoifunga itufikishe kwenye kilele cha ucha Mungu, tuwe ni wacha Mungu baada ya kutoka kwenye kiwanda hiki cha funga. Udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, nikimalizia kwenye hutuba ya pili na muda ulishatupa mkono, anwani ni ile ile. Tujitathmini, je, funga imetufikisha kwenye kilele cha uchamungu? Hilo ni swali. Mwisho wa aya Mwenyezi Mungu alisema la'allakum tattaqun. Kwa nini Mwenyezi Mungu alisema la'allakum tattaqun? Neno la'alla lina maana zaidi ya 9. Neno la'alla lina maana zaidi ya 9. Na moja katika maana hizo ndio hii inayotafsiri ili tuwe na uwezo ukaipeleka kwenye rajaa, kwa sababu kuna vitakataka vimetangulia huku na vimeambatana na neno. Ukienda kwenye watu wa sheria maneno kama haya na huku na hivi na kadha, kuna kitu kinaitwa takhsisi na kuna kitu kinaitwa taamimi ama am na khas. Kuna wakati ile am inapokutana na qaid inakuwa ni amul muammam na wala hiyo am ghair muammam. Hayo yote tuyaache ili tuendane na muda. Tukimalizia muda ili tuwe wacha Mungu, ndio ile tujitathmini na kuangalia tumefikia hapo. Nafsi ya mwanadamu inapokuwa kwenye jambo, siku zote ulia na kulalama na kusema kama Mwenyezi Mungu utanijalia kwenye hili nikatoka, sintorejea. Lakini mwanadamu alivyo, akitolewa huko aliko atajisahau tu na atasema bado nipo kwanza, atayafanya hayo. Tunaomba kwa nia nzuri na njema kabisa, sio kwa faida yangu bali kwa faida zetu wenyewe. Tunaamini misikiti kwenye kipindi hiki ilikuwa inajaa sana. Wanaijaza misikiti ni sisi Waislamu. Kumbe Waislamu tupo wengi. Kwa nini kwenye msimu huu tunajaa sana misikitini? Sasa ikiwa tunatambua kuna umuhimu huo, tunawaomba tuendelee kuijaza misikiti kwa faida zetu wenyewe. Wewe uliokuwa usali umekuja kusali, ikiwa bitali mwandani ya funga, basi endelea kumuomba Mwenyezi Mungu baki hivyo mpaka uhai wako unaondoka. Ikiwa umeamua mwenyewe ukaona ninatakiwa nifanye 1, 2, 3, basi endeleza hili mpaka umauti unakufika. Sio Ramadhani inaondoka unasema basi hakuna swala kwa sababu funga nishaacha, basi na swala hakuna. Hapana. Na ndio maana katika mambo ya nudhur, ikiwa mtu ameweka nadhiri akasema kama nitapata mtoto basi mimi nitaswali sana ama nitakuwa ninaswali kila siku, nadhiri hii ni batili. Hakuna nadhiri ma'al ujubi ama alwajibi. Ili ni wajibu upate mtoto usipate, madha ishakuwa ni baleghe, una akili zako timamu, lazima uswali. Na ndio maana hata sisi wanamume ama wanaume hakuna nyudhuru aina yoyote katika swala. Eti uko ni safari ya masiku ama unaumwa usiswali, hakuna. Aliyekuwa anaumwa choo chake ni hapo hapo, pia anatakiwa aswali vile awezavyo aswali. Sasa tunaomba kwa nia nzuri na kwa lugha nzuri tuyaenzi haya mpaka mauti unatufika. Msikilize malenga mmoja anasema an-nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna sa'adata tarku ma fiha la daru lilmar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharin khaba baniha au banihi. Anasema an-nafsu, nafsi ya mwanadamu inalia na kulalama kuhusiana na dunia, kwa sababu muda huu pia kuna watu wanakereka na wachelewesha kwenda kufungua biashara zao. Naam, lakini ndio sisi hawa tuliolipia watu tiketi zaidi ya 100 waende wakaangalia mechi ya Simba na Yanga Zanzibari kule. Ndio sisi hawa wakati timu zetu zimebanwa tunamwomba refa ongeze dakika hata za ziada, yeye azidishe za kwake ili upate goli upate ushindi.
Muda unaotumia huoni kama unatumia muda unaenda. Wabitali ndani ya Ramadhani, ambao Ramadhani niliyoikuongea nikasema Ramadhani ni sawa sawa na ndege mwenye mbawa. Ndege akiwa na mbawa moja hawezi kuruka, lazima awe na mbawa mbili, na Ramadhani ni mbawa mbili. Mchana wa Ramadhani unafunga mema uyafanye, na usiku wa Ramadhani kuna qiyam na kisimamo cha usiku. Lakini haya tuyafanyi, tunadili na mchana kwenye kufunga tu, na wengine hata kuswali waswali, wanakaa wanamaliza mchana wao wakiwa ndani ya saumu kwa kuangalia picha mbaya kwenye simu, kwa kucheza makarata, kwa kucheza mabao, kwa kutamka maneno machafu katika vinywa vyao. Nafasi ya funga iko wapi? Ikiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatangaza, anasema sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, tusi la muislam ni ufasiki na kufikia kupigana. Lakini wewe mtu kwa kuchokoza na funga yako utanitambua nafunga kibwebwe, uwezi ukaniambia lolote, basi mwambie inni saimu, achana na shaitani huyo. Lakini unataka onekane mbabe na huku umefunga funga yako. Wapi funga inakupeleka? Ndugu zangu Waislamu, Malenga anasema an-nafsu tabki ala dunia, nafsi ya mwanadamu inalia na kulalama kuhusiana na dunia. Anaendelea anasema waqad alimati anna saadata tarku ma fiha, ili mradi kila mmoja anajua ili yapate utukufu ni kuachana na mambo ya dunia, lakini tusiache kutafuta eti kwa sababu tumo ndani ya dunia. Kwenye hadithi nyingine mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema vipuze vya watu watakupenda, na ipuze dunia Mungu atakupenda. Wewe unakaa kushobokea fulani ana renji, fulani ana kadha na majumba, unajua alivyoyapata. Pengine ameua mwanawe, pengine ameua kizazi chake, pengine ametembea na mama yake, wewe unamwangalia macho anakutoka. Ndio maana aliambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi dhalika mataul hayati dunya, usiyakodoe macho yako kuwatizama wale walioneemeshwa na Mwenyezi Mungu, hiyo ni starehe na maisha ya dunia. Ndugu zangu Waislamu, nikienda kwa haraka kumaliza, Malenga akasema la daru lilmar'i ba'da almauti yaskunuha, hakuna nyumba atakayekaa mtu baada ya kufa, hakuna. Na ndio ikawa la daru, unaweza ukapita la dara na la daru. Ikiwa la dara inakuwa ni la nafia liljins, na ikiwa la daru inakuwa ni la nafia bighairi liljins, na hapa inafanya kazi nne. Sasa tunapita kwa mapito la daru lilmar'i ba'da almauti yaskunuha, kwa kuipa kazi ya laisa. Hakuna nyumba atakayekaa mtu baada ya kufa illa allati kana qabla almauti yabniha, aliyejenga kabla ya kufa. Tuangalie, tumejenga nyumba za kwenda kuishi baada ya kufa ama tumejenga nyumba za kuishi duniani? Ndugu zangu Waislamu, hatuna maana tusijenge majumba ya kuishi, lakini pia pamoja na majumba yetu, kuna mmoja kati ya mashehe nilimsikia anatoa na anafundisha darasa zuri sana, Mungu amlipe. Akasema Waislamu, ili nyumba zetu tunazozijenga tukifa familia zetu zisizulumiwe, tutoe hiba kwa kuwapa wake zetu. Mlango wa hiba ni mpana, tunazindua. Tusiongee kwa kuwa maneno tunayabana. Ikiwa nyumba moja ukatoa hiba kwa mkeo, je, Uislamu unaruhusu? Hakuna kitu kama hicho. Labda uwe na ziada ya nyumba na sio zote utoe kwa hiba. Naam, ni ruhusa kumpa hiba mkeo. Mke wangu nimekupa nyumba fulani, Uislamu haukatazi. Lakini wakati unampa mkeo nyumba kama hiba, isiwe hiyo alafu familia yako umekufa ikapata tabu. Hilo alipo, kwa sababu mke naye ni mmoja katika warithi pamoja na watoto wako. Ikiwa utampa hiba kwa nyumba moja, sheria imekataa. Hiyo ni warithi ya warithi wako. Ndio maana Abubakari kule akataka kutoa mali yote, Mtume akasema hapana, nataka kuacha familia yako maskini. Lakini pia akasema basi thuluth moja ya tatu, akasema hapana, pia na thuluth ni kubwa. Kwa nini uache familia yako inahangaika na kutangatanga? Maana yake tutafute kwa ajili ya familia zetu, isifike mahala kama Wadarueshi, mtu anavaa kanzu imechanika, eti Uislamu unanitaka nivae kanzu yenye kuchanika, kesho ninakufa. Alikwambia nani? Uislamu haumtaki mtu mjinga. Haujalazimishwa la kufundisha Uislamu tuvae kanzu mbovu. Hakuna, hiyo ni akili yako wewe. Ndio kule Mtume akasema Mwenyezi Mungu ni tayyib
la yaqbal illa tayyiba. Hadithi zipo nyingi, na akasema mtu mzuri anayevaa vizuri akapendeza Mwenyezi Mungu, lakini usihukumu Uislamu kwa mavazi yako. Ndugu zangu Waislamu, tujenge nyumba kabla ya kuishi. Muda umetupa mkono, mtanisamehe, naishia hapa, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe kwenye funga zetu, tufikie kwenye kilele cha ucha Mungu, na yote tuyaazimiayo kama ni mabaya tuache kwa faida yetu wenyewe, na yote ya kheri tuliazimia tuyaenzi na kuyatenda kwa nguvu zetu zote, iwe ni sababu Mwenyezi Mungu ya kutuingiza peponi. Mwenyezi Mungu tulipe kila la kheri na tuepushe na nasaka na mambo yote mabaya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma rabbana an Abubakar as-Siddiq at-Taqi wa Umar al-Faruq an-Naqi wa Uthman dhin-Nurayn zaki wa Ali wa fi radi maridan sahabati llahi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma rabbana arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana a'izna bil islam ya arhamar rahimina ya arhamar rahimina irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimina ya ghaithal ghaithina aghithna bi rahmatika ya arhamar rahimina ya rabbi anzil alaina sakinata wal waqara ya rabbi thabbitna bil qawli thabit fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin ya rabbi ansul ikhwanana fi Filistin ya rabbi ansul ikhwanana fi Filistin ya rabbi ansul ikhwanana fi Filistin ya rabbi taqabbal siyamana ya rabbi taqabbal siyamana wa nawwirna bil Qur'anil karim ala ajsamina wa qulubina ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una wa aqimis salah.